Sisi watu wa Ngara tunajitambua. Sisi watu wa Ngara hatuko tayari kushikiwa akili na mtu yoyote kwa ajili ya kutuambia twende tukafanye nini. Tunachotaka ukiamua sisi tunakijua mwenyewe. Aina ya kiongozi tunayemtaka ni yule kiongozi ambaye ametuthibitishia pasi na shaka katika kipindi kilichopita kwa yale ambayo ametufanyia, pamoja na ahadi zinazoleta matumaini kwa miaka mingine mitano ijayo. Na yeye si mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hatuko tayari kufanya uamuzi mwingine zaidi ya kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgombea, sisi watu wa Ngara tunatuma salamu kwenda pande zote za dunia kwamba aina ya kiongozi tunayemtaka ni Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndani ya kipindi cha miaka minne ambapo wakiwa madarakani amekuta sisi katika jimbo la Ngara tukiwa tuna shida mbalimbali, na akaweza kutupa shilingi bilioni 81 kwa ajili ya kwenda kutekeleza miradi mbalimbali katika jimbo la Ngara ili liweze kuondoa changamoto zetu. Katika sekta ya afya, Dr. Samia Suluhu Hassan ulipoingia madarakani, sisi katika wilaya ya Ngara tulikuwa tuna hospitali moja tu ya wilaya, ambapo iliwalazimu watu wengine kutembea zaidi ya kilomita 100 kwenda kufuata huduma za afya katika hospitali ya wilaya ya Nyamiaga. Lakini ulivyoingia madarakani ukasema hili haliwezekani kwa watu wa Ngara, lazima tuongezee hospitali, na ukatupa zaidi ya shilingi bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali nyingine ya wilaya ambayo ujenzi wake unaendelea pale Mbuba, na baadhi ya huduma za afya tayari zimekwisha anza kutolewa. Ndugu mgombea, kabla ujenzi wa hospitali ya Mbuba, baadhi ya huduma katika hospitali nyingine, kwa mfano huduma za kujifungua, wakina mama walikuwa wanalipa hadi shilingi 400,000 kwa ajili ya kujifungua, lakini sasa hivi katika hospitali ya Mbuba wanalipa sio zaidi ya shilingi 70,000 kwa ajili ya kujifungua. Sisi tutakulipa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan, uliona haitoshi ukatupa nyongeza ya vituo vingine vitatu vya afya ambapo zaidi ya shilingi bilioni 3.4 zilitumika, na vile vituo hadi sasa vinatoa huduma, ambapo wananchi wa Ngara wanaendelea kufurahia uwepo wako Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ukasema haitoshi, ukatuongezea zahanati kutoka zahanati 45 ulipokuwa unaingia madarakani mpaka sasa tunavyozungumza wilaya yetu ya Ngara ina zahanati 50. Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaomba sisi tukulipe. Katika sekta ya elimu, Dr. Samia Suluhu Hassan ulipoingia madarakani ulikuta jimbo letu la Ngara lina shule za sekondari 25, lakini sasa hivi tunavyozungumza kuna shule za sekondari 31 ambapo litoa zaidi ya shilingi bilioni 7.9 ili tujenge shule nyingine 6 ndani ya kipindi chako ukiwa rais. Katika elimu ulisema hapana, hatuwezi kuishia kwenye shule za sekondari peke yake, ukasema lazima niongeze shule za msingi. Ukatupa shule mpya za msingi kutoka shule 120 ulizozikuta mpaka sasa unavyozungumza wilaya ya Ngara ina shule za msingi 127. Ndugu mgombea, wakati unaingia madarakani ulikuta kuna changamoto kubwa sana katika eneo la Ngara mjini, changamoto ya maji kutoka Ngara mjini kwenda Nyamiaga hadi Murukurazo. Lakini ukamtuma Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wa maji, akafika pale kuja kutatua hii changamoto, na alikuja na shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto hii. Na sasa hivi tunavyozungumza hali ya upatikanaji wa maji mjini ni nzuri, lakini katika eneo la upatikanaji wa maji RUWASA umewapa zaidi ya shilingi bilioni 7 ili kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji vijijini. Na sasa hivi tunapozungumza hali ya upatikanaji wa maji vijijini ni 74.1, na kuna baadhi ya miradi mingine ambayo inaendelea, ambapo tunaamini ikifika mwezi Disemba hali ya upatikanaji wa maji vijijini katika jimbo la Ngara itakuwa imefikia 80.4. Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi watu wa Ngara, watuachie sisi tukuonyeshe tunavyokupenda. Ndugu mgombea, kama haitoshi, mpaka sasa hivi tunapozungumza umekwisha idhinisha shilingi bilioni 41 kwa ajili ya kwenda kutatua kabisa changamoto ya upatikanaji wa maji katika eneo la mjini, ambapo tayari kuna usanifu wa mradi wa maji ambao unatoka katika chanzo chenye uhakika, chanzo cha mto Ruvuvu, na ule mradi ukikamilika, Dr. Samia Suluhu Hassan, hali ya upatikanaji wa maji katika mji wa Ngara na maeneo ya jirani itakwenda kuwa historia. Na sisi Dr. Samia Suluhu Hassan
tunakuombea sana kwa Mwenyezi Mungu, zile kura tutakazokupa tarehe 29 mwezi wa 10, sisi watu wa Ngara tunaomba ikikupendeza uanze kufanyia kazi mara moja utekelezaji wa huu mradi wa maji wa shilingi bilioni 41 ambapo utaondoa kabisa changamoto ya maji. Ndugu Dr. Samia Suluhu Hassan, na maombi mawili. Tarehe 29 Oktoba tukitiki, na changamoto ya barabara ya lami kutoka Nyakahura kupitia Kumubuga, Murusagamba, Keza mpaka Murugarama. Hii ni barabara ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikiahidiwa lakini hakuna utekelezaji. Tunaamini kwamba wewe utakwenda kuitekeleza. Ombi la pili, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea, ni changamoto ya stendi katika mji wetu wa Ngara. Na mwisho kabisa, Ngara kuna wakulima wengi wa zao la parachichi. Tunakuomba tukitiki nyingi kwako, ikikupendeza uende kutupatia cold room ili wakulima wetu wa parachichi waweze kupata sehemu ya kutunzia maparachichi.